Masonry wajenzi, kama unavyokwambia, kama vile dini ni njia na mila na tamaduni za kabila, familia au kundi fulani, kutokana na mkusanyiko wao wakatengeneza kitu, tamaduni zao za kuendesha, wao wakaja kuchanganya wakaita dini. Kwa hiyo hata hawa Freemason walikuwa na lengo lingine, ila watu nao wakaja kubadilisha katika malengo mengine. Kwa hiyo unapozungumzia Freemason, wao ni wajenzi huru wa fikra huru zisizoingiliwa na fikra zilizoko nje ya mipango yao. Hii ni kundi lilotengenezwa kuwafanya watu wawe huru kifikra, kimaendeleo na kiuchumi. Lakini kundi hili likaingiliwa na wale watu ambao wanania kuligeuza hili kundi kwa maana nyingine. Ndio hao wanaitwa European Masons, kina Albert Pike, kina wako wengi ya Freemason wanaoongoza ulimwengu, kina Dr. Jacob Rothschild. Wao wanatengeneza kwa sababu manufaa yao, wakaunda taratibu za kufanya human sacrifice, goat sacrifice, cow sacrifice. Wanatoa sadaka za damu ya watu, damu ya ng'ombe na mbuzi, kwa sababu ya Mungu wao wanamuita Marochi au Baali. Katika Bible yenu wao wa Kristo wanaita Baali. Baali ndio huyo Marochi. Marochi anapenda damu. Yeye ndio wanasema wanawali wa Babeli wanakaa wanatoa wanawali wao bikira kwenda kutolewa sadaka kwa Mungu Baali au Mungu Marochi. Yeye ndio anamiliki nyota ya pembe tano, wanaita hexagram. Kati ya hayo makundi mawili ambayo umeyasema ya Freemason, kundi mojawapo likikufuata na kutaka kuwa na wewe, kufanya kazi zao na wewe, je, uko tayari na kwa nini? Mimi niko katika ujenzi wa fikra huru. Kwa mtu yoyote anatakiwa awe huru, afanye mambo yake bila kuingiliwa, kama vile muumbaji mkuu alivyotuumbia ulimwengu na sisi wenyewe akatuleta hapa, tukishughulika katika fikra zako mwenyewe, jinsi unakotoka, ulipo na unakoenda. Hayo ndio malengo asili ya muumbaji. Hakuna mtu aliyopewa mamlaka ya kusimamia muongozo kwa mwenzake. Kwa hiyo kama anatokea mtu yuko katika njia ya kutengeneza mifumo ya ulimwengu wapate kuwa huru, wajitambue wenyewe bila minyororo ya kabila lolote, koo lolote, kundi lolote kuingilia mifumo ya watu, itakuwa sahihi. Mimi niko tayari kumfuata mtu wote anataka kuendeleza fikra huru za mtu mweusi, kwa sababu hiyo Masonry asili yake ni watu weusi ndio wanatengeneza. Safi sana. Kwa tafsiri yako, ukisikia neno ndoa unaweza ukaitafsiri vipi? Ndoa kwa mujibu wa misingi ya niliyoishi na niliyoyapokea, ndoa maana yake ni muunganiko kati ya mume na mke waliokubaliana katika kufanya maisha, kuendeleza uzao na kuendeleza mila zao na tamaduni zao. Hiyo ndio ndoa. Wewe tayari uko kwenye ndoa? Mimi nina ndoa. Hongera sana. Na unatamani watoto wako waje kuwa kina nani? Hata mimi baba yangu na mama yangu hawakutamani mimi niwe hivi. Watoto yao walitaka mimi niwe katika mifumo yao wao. Kwa sababu wao hivi ninawaambia watu wote wanaotuangalia kwamba wazazi ndio wanadanganya watoto zao. Kwa sababu wazazi nao wanadanganywa na wazazi wao. Wazazi wao nao wanadanganywa na wazazi wao. Kwa sababu walipokea mapokeo ambayo waliyapokea sio kwa kupenda, kwa lazima. Hawa ni babu zetu wa babu zetu waliopokea utumwa, ukoloni pamoja na mifumo mipya iliyoletwa na wageni. Kwa sababu Afrika kila kitu sisi ni kigeni. Tunaletewa. Sisi tumeletewa Mungu, sisi tumeletewa dini, tumeletewa siasa, tumeletewa elimu. Kwa sababu ukitaka umjue Mungu na dini ni vitu viwili tofauti. Mungu na dini ni vitu viwili tofauti. Utofauti wake uko wapi hapo? Kwa sababu mimi ninavyojua kupitia dini ndio inatupa urahisi wa kuweza kuwasiliana na Mungu. Kabla ya Uislamu na Ukristo, kama nilivyokuambia, kabla ya Uislamu na Ukristo umekuja kuanza baada ya mtu mmoja anaitwa Yesu au Yehoshua Mashiaki, alipozaliwa huko katika maeneo ya Nazareti, leo wanaita Palestina na Israeli. Kwa mujibu wa mapokeo yao, alizaliwa mtu huyu akipewa kazi ya ujumbe wa Mungu, lakini Mungu huyu aliyompa ujumbe Bwana Yesu akamwacha Yesu akafa msalabani, kwa mujibu wa maandiko yao. Na hii dini tukabebewa sisi, tukaletewa Afrika, tukalazimishwa kwamba hii ndio dini safi.
Hii ndio maendeleo ya ulimwengu, ili ukifa utakwenda motoni. Hii ninawaambiaga siku zote kwamba dini na Mungu ni vitu vya kutawanyisha, sio vitu vya kuunganisha. So Mungu alileta watu kama watu na dini ilitengenezwa na watu. Mungu hakuleta dini, Mungu alileta watu. Hakuleta dini. Dini zilitengenezwa na watu, man made the religion. Watu ndio tengeneza dini kwa sababu mifumo ya kiutawala, kiuchumi pamoja na ubaguzi. Nina watumishi wakubwa wengi ambao sasa hivi wanafanya vizuri. Natamani niwataje, lakini hata ninavyoongea mtazamaji wa Swahili Gospel atakuwa ni shahidi na anafahamu hiki, ambao wametoka katika dini ya Uislamu wamekuja kwenye dini ya Wakristo na sasa hivi wana majina makubwa, yani ni wengine ni manabii, wengine ni mitume. Hebu niambie sasa kuhusiana na mtu kabisa na akili zake timamu, amekaa amesoma tangu yuko mdogo, amekuwa Muislamu, amepelekwa madrasa sijui nini mpaka amekuwa amejitambua na ameamua kuhamia upande wa pili. Alafu leo hii unazungumza kuhusu dini kwamba ni kitu fulani tu cha kawaida ambacho labda hakina maana kwa kweli. Unazungumziaje watu ambao wanatoka huko na kuhamia huku na bado wanataja jina la Yesu Kristo kwamba ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na mwisho wa siku tukifa, kama umeenda katika njia za Yesu basi utaingia mbinguni, yani paradiso, na kama haujaenda huko basi utaingia motoni. Especially hao manabii na mapadri unaosema wanajiita manabii na mitume. Hawa ni watumishi wa kawaida wa mkoloni. Wanawakilisha kazi ya mkoloni. Hawawakilishi kazi ya Mungu. Wanawakilisha kazi ya mkoloni. Mkoloni si ndio anawapa dini. Jina lake huyo padri ukimwangalia na jina lake la kigeni. Hana jina la babu yake. Jina lake ni la kikoloni. Anaitwa Paulo, Florence, Michael, John. Haya majina yote ni majina ya wakoloni, ambayo ina maana babu yake huyu mchungaji au pastor, babu yake naye alikuwa mfuasi wa wakoloni na yeye akarisishwa, na anachokitenda anaona anatetea Mungu, kumbe anatetea mkoloni, ila hajaelewa bado. Mkoloni alipokuja Afrika alikuja kwa gia ya dini, maana walikuja kwa njia tofauti. Kama una muda, maana tukianza kuongea hapa tuongea masaa 6 kwa sababu tuna mambo kwa kifupi. Dini sijazizarau kwa sababu ni mila na tamaduni za watu wengine, ila dini sio za kupeleka mbinguni, kwa sababu kama dini ingekuwa imekuja kutupeleka sisi mbinguni, kwanza mzungu dini angeificha chini ya uvungu, tusingeijua kwa na faida, tungenyima, asingetuambia dini. So mzungu na maendeleo ya Mwafrika ni vita, haitakiwi Mwafrika awe na maendeleo. Angalie mipango yao wazungu, mikakati yao jinsi ya kuizofisha Afrika. Afrika dhahabu ya kwake, lakini sokoni akipeleka mpangaji bei mzuri. Msitu wako ukitaka kujenga nyumba unaambiwa unaharibu mazingira. Wametengeneza mashirika wanaita UNESCO, UN, sijui nani. Haya mashirika yote haya yanasimamia self interest za western country. Kwa hiyo sio kwa sababu ya faida za mtu mweusi. Mtu mweusi yeye ni mtu wa kuporwa, wa kunyang'anywa na kupewa majina mabaya. Kwa hiyo hawa mapasta wa manabii na mitume ni bado watumwa wa wakoloni, wanasambaza kazi zao, kwa sababu huyu Yesu anamtangaza wao ana macho ya blue, nywele za blonde. Sio Mungu wetu. Mzungu hawezi kumsaidia mtu mweusi akaenda peponi, ale maisha, ale kuku, kikombe kimoja cha chai na mzungu. Waarabu sisi wanatuita al-abidi, watumwa. Wazungu wanaendelea kutuita hadi leo sisi ni slave, watu primitive tusiojielewa, hatuna maendeleo, lakini kila kitu chetu wamejipangia wenyewe wao, wakichukue bila sisi majadiliano. Tachukua matili. Sawa. Kwa kumalizia, umezaliwa Tanzania. Unaishi Tanzania. Je, unajivunia kuwa Mtanzania? Najivunia kuwa Mwafrika. Najivunia kuwa mtu mweusi. Afrika ni kati ya majimbo ambayo baadaye tutakuja kutengeneza United States of Africa, serikali moja, bendera moja, jeshi moja, yani tunasema kwa ujumla tutakuwa na one government, one policy.
tutakuwa na serikali moja na sera moja Afrika, tukiwa na mji mkuu mmoja na pesa moja na jeshi moja, wimbo wa taifa moja. Hii ndio ndoto yangu, na sipendi kujiita Mtanzania, napenda kujiita mwana wa El Kabulani, kwa sababu El Kabulani ndio ardhi. Afrika ni jina la wakoloni, kama vile tulivyopewa majina mengine. General Scapus Africanus, jina lake ndio lilobeba bara la Afrika. Huyu ni Mrumi aliyetumwa kwenda kupigana na Hannibal Barca kule Carthage. Baada ya kushinda vita kumshinda Carthage, Hannibal akakimbia akaenda uhamishoni. Sardinia na Sicily ikaingia chini ya mikono ya watu weupe. Wataliani wakaimiliki Sardinia na Sicily. Carthage ikamilikiwa na Wataliani, ikabadilishwa ikaitwa Tunisia. Afrika kila kitu sisi tumechinjiwa, tumebadilishwa. Kuanzia jina la baba nyumbani, la mama, bibi na shangazi, nchi yenyewe, siasa zenyewe, maisha yenyewe, kila kitu wametubadilishia watu weupe. Ni mradi tusitambue. Sawa, serikali inakutazama sasa hivi. Napenda nione vizuri. Una ushauri wowote kwa ajili ya serikali yako pendwa ya Tanzania? Serikali pendwa ya Tanzania na washauri kwamba waangalie mifumo ya elimu, wasiangalie dini zilizokuja tofauti, nyingine zimekuja kuwapuni maskini, sio kuwaletea maendeleo, bali maskini analetewa karatasi, anasema wanasema nini? Wanamsemo wao wanasema jisachi, sijui toa zote mpaka mfukoni. Unapewa, kuna bahasha inatakiwa itolewe pato la mwaka. Pato la mwaka, padri anatembelea gari ya milioni 200, maskini akitaka gari inabidi aombewe, padri achangiwe. That is not fair. Sio haki. Serikali isimamie masuala haya. Kuna wengine kama ilivyo ni idara za kutafuta pesa. Kwa hiyo waangalie hawa watu wanawanyonya watu wao. Waafrika wanatafuta pesa, kila Jumapili ametenga nauli ya kwenda kwa nabii. Nabii huyu amechaguliwa na nani? Amejichagua yeye na ukoo wake nyumbani, anawatangazia watu yeye ni nabii. Si kweli. Asante sana. Mimi ni kushukuru sana kwa muda wako. Kama una chochote kile ambacho unatamani mtazamaji aweze kusikia kutoka kwako, basi karibu, alafu tuweze kuhitimisha. Nasema kwanza na social media zangu na Instagram, naitwa Fikra Huru za Mwafrika, Instagram Chionda wa Chionda, YouTube naitwa Chionda Mwana wa Afrika, YouTube Fikra Huru za Mwafrika, kuna Facebook Abasi Enoki Chionda, iko Facebook Fikra Huru za Mwafrika. Hii Fikra Huru za Mwafrika ni platform yangu kwa kufikisha ujumbe wa Afrika, na hizi nyingine ni za kwangu binafsi, naendelea nazo kuwatumia ujumbe watu weusi duniani kote. Wajitambue kwamba walipo sio, walioletewa sio, walichoambiwa cha kweli ni uongo na uongo ndio ukweli. Asante sana kwa muda wako. Karibu sana. Mtazamaji wa Swahili Gospel TV, na kushukuru sana kwa time yako. Unaweza kuwafuatilia katika mitandao yake hiyo ya kijamii, alafu itakuwa ni njema sana. Lakini nasi pia unaweza kwa subscribe katika YouTube channel yetu, uka like, uka comment, uka share, alafu itakuwa ni vyema sana. Mimi naitwa Helen Chionda, nikutakie usikivu na utazamaji mzuri wa vipindi ambavyo vinaendelea hapa Swahili Gospel TV. Bye bye.